ya Muungano wa Tanzania. Sasa oye! Ndugu zangu, naomba na mimi niungane na viongozi wenzangu kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye imempendeza leo kukutana hapa kwenye jambo letu muhimu la kihistoria ambalo lilipangwa kufanyika leo kwa muda mrefu, lakini limepata kibali cha Mungu. Sisi ni wanadamu, huwa tunapanga. Anayetekeleza mipango tunayoipanga ni Mwenyezi Mungu. Lakini la pili, naomba nitumie nafasi hii kumpongeza sana shemeji yangu pamoja na wazazi. Amekwisha kuzungumza mheshimiwa diwani. Kuna kitu cha kujifunza hapa. Na namshukuru Mungu, nilikuwa sehemu ya wananchi wa wilaya ya Songwe waliohudhuria ile tarehe ya kumhifadhi ndugu yetu Bigili, na alikuwa rafiki yangu. Tumeshuhudia katika familia nyingi matatizo haya ya kuachwa na wenzetu, ya kuachwa na wapendwa wetu yanapotokea, familia zinafarakana. Miradi iliyoanzishwa na marehemu inakufa. Nini cha kujifunza kwenye familia hii? Mara baada ya ile changamoto kutokea, na si muda mrefu sana, tarehe ya leo tunashuhudia jambo la kihistoria la kuzindua mradi wa zaidi ya shilingi milioni 200, mradi wa kisasa wa nyumba ya wageni hapa kijiji cha Saza, kata ya Saza. Hongereni sana, hongera sana shemeji yangu pamoja na wazazi. Ndugu zangu, kwa wale wa Kristo tunaomwamini Yesu Kristo, wakati anasulubiwa na kufa na kupaa mbinguni, alituachia amri kuu ya upendo. Jambo hili limewezekana kwenye familia hii kwa sababu ya upendo, na hamuwezi kuwa na upendo kama hamna hofu ya Mungu. Naomba nitumie nafasi hii kwa ndugu zangu wote wa Saza mliokusanyika hapa, tujifunze jambo kwenye hii familia. Tuendelee kuishi ile amri kuu tuliyoachiwa na Yesu Kristo ya kupendana. Tukipendana, hata changamoto zinapotokea kwenye familia zetu, badala ya kufarakana, tutaungana ili tuweze kuisukuma miradi iliyoachwa na ndugu zetu na wapendwa wetu, ili iendelee kutoa huduma katika jamii inayotuzunguka. Ndugu zangu, kupitia mradi huu tunatarajia kuwa na mafanikio makubwa sana. Kwanza, kupata huduma ya malazi. Tumeshuhudia katika maeneo mengi, hususan hapa Saza na kule Mkwajuni, tunapata wageni wengi mara kwa mara, hasa sisi serikalini na kwenye Chama cha Mapinduzi. Tunakosa mahali pa kuwapeleka wageni wetu kwa ajili ya kupata malazi bora. Naomba nitumie nafasi hii tena kumpongeza shemeji yangu pamoja na wazazi wetu kwa kutuletea huduma hii bora hapa Saza. Loji ni loji ya kisasa. Tumeingia kila chumba, tumeshuhudia wenyewe. Nilijiuliza maswali, hivi hapa ni Dar au ni Arusha au ni Saza? Shemeji yangu, mimi nakupongeza sana, kwa sababu na sisi tunajaribu kujenga, hata kama tujajenga loji, lakini tunajenga nyumba za kuishi. Tunajua ugumu wa ujenzi mpaka kufikia hatua hiyo. Kweli mmejifunga mkanda nyie familia. Pili, mnaenda sasa kutoa ajira kwa vijana wetu. Nimeshuhudia dada zangu wamependeza sana, wameshaanza kuchukua mazoezi kabla hata ya kuanza kutoa huduma. Jambo hili si dogo. Wakiajiriwa mabinti na vijana zaidi ya 10, tayari wameshaisaidia serikali kupunguza wimbi la vijana ambao hawana ajira mtaani. Natumia tena nafasi hii kuwashukuru kwa kuiunga mkono
serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutoa ajira kwa vijana wetu kupitia mradi huu. Asante. Naomba nikazie mambo yafuatayo. La kwanza, tunapoenda kuanza mradi wetu huu, tuzingatie sheria za nchi yetu. Tuendelee kulipa kodi, mapato ya serikali pamoja na michango mingine kwa wakati. Wapo wafanyabiashara ambao si waaminifu, akishaanzisha biashara kumdai fedha ya kodi au service levy lazima umletee askari au mgambo. Sina mashaka na wewe shemeji yangu, ni mwaminifu, ni mwadilifu na wazazi wetu. Nina imani kwamba hili halitajitokeza kwenye mradi wetu huu. 3, ubunifu. Biashara ni ubunifu. Tuendelee kuwa wabunifu. Tuangalie wateja wetu wanataka nini. 4, tufuate kanuni za biashara. Ndugu zangu, biashara sio miujiza. Biashara ni kanuni. Ili uweze kupata wateja unapaswa kufanya nini? Kwanza, kuwa mkarimu kwa wateja wako. 2, kuitangaza biashara yako, watu waifahamu. Kupitia mradi huu tuendelee kuimarisha uhusiano na ushirikiano na serikali ya kijiji, serikali ya kata pamoja na jamii hii ambayo imekusanyika kwenye eneo hili. Tukisikia kuna jambo, kama hatutatoka kama familia ya Mbigili, basi tutoke kama Majiwe Lodge, kwa sababu huu ni mradi unaojitegemea. Na kwenye eneo hilo sina mashaka na wewe shemeji yangu kama msimamizi mkuu pamoja na wazazi wetu. Mwisho kuliko yote, naomba nitumie nafasi hii kumshukuru sana na kumpongeza Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye ameendelea kuwarahisishia wafanyabiashara, wachimbaji, wakulima kufanya shughuli zao za kujiingizia vipato. Kwa maana leo tunashuhudia uzinduzi wa loji ya kisasa ya zaidi ya shilingi milioni 200. Mradi uliotekelezwa na familia ya Mbigili. Si jambo rahisi hata kidogo. Ukiona vyaelea, Waswahili wanasema jua vimeundwa. Yapo mazingira rafiki ambayo Daktari Samia Suluhu Hassan ameyatengeneza kuhakikisha kwamba hata wale wafanyabiashara wa vipato vya chini wana uwezo wa kujenga miradi kama hii. Kama wananchi wa wilaya ya Songwe, wakiwemo wachimbaji wa Saza, wamesema na wanaendelea kusema hawatamuangusha kwenye uchaguzi wa Oktoba kesho kutwa. Maana Wanasongwe wote tunajua tuna deni la Daktari Samia Suluhu Hassan na mwezi wa 10 tunaenda kulilipa.